ukastawi kama mtende uliopandwa kando ya vijito vya maji, uzao matunda katika msimu wake. Tauni isiingie katika malango yako, wajapoinuka 10,000 kusimama kinyume nawe, Bwana na akutetee. Awe ni ngao yako na kigao chako. Yeye ni jabali, yeye ni Mungu wako. Akushibishe na wema wake. Fungua Zaburi 103 tusome kwa pamoja. Tutasoma mstari wa kwanza mpaka wa 14 kwa pamoja. Zaburi ya 103 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 14. Kwa pamoja twende, 1, 2, 3. Nafsi yangu umuhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Nafsi yangu umuhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Auko Bwana ndiye afanyaye mambo ya haki na hukumu kwa wote wanao. Tunakomea mstari wa 14. Sema amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na mfululizo tukijifunza somo au mfululizo wa mafundisho yanayolenga kwenye somo ambalo kichwa chake kikuu ni umoja na Kristo. Umoja na Kristo. Union with Christ. Na leo tutaanza kupitia mfululizo wa masomo hayo au kujifunza katika mwelekeo huo, na tutakuwa tuna mega kidogo kadiri Bwana anavyotujalia. Nikutie moyo uwe na mahala pa kuandika, na sio kwenye kuandika tu karatasi ambayo utaitupa, bali uwe na mahala pa kuandika ambapo utaweza kurudia vile tunavyojifunza. Nataka nikutie moyo kwamba moja ya fundisho la msingi sana katika imani ya Kikristo ni hiki ambacho tutakuwa tunajifunza mwezi huu. Hakuna mahusiano ya mwamini na Mungu pasipokuwa na uelewa sahihi wa jinsi sisi tulivyo na umoja na Kristo. Bwana asifiwe. Faida zote za wokovu, matokeo yote ya wokovu, ahadi zote tulizonazo kama wana wa Mungu, haki zote tulizonazo kama wana wa Mungu, msingi wake ni kwamba kwa sababu sisi tumefanyika
wamoja na Kristo. Kwa hiyo yanaweza yakawekwa mafundisho mengi sana, na hata hapa tumefundisha mafundisho mengi sana, lakini nikutie moyo kwamba ufuatilie kwa umakini, litakusaidia kuelewa mambo mengine mengi sana, kwa sababu huu ni msingi. Amina, watu wa Mungu na mafundi walioko hapa wanajua kama kuna eneo walinahitaji umakini na linaloamua jengo linaweza likawa refu kiasi gani au linaweza likastahimili mikiki kiasi gani, ni uimara wa msingi wake. Sasa hili ni moja ya masomo ambayo yanajenga msingi wa imani yetu. Sasa watu wa Mungu kimsingi linatakiwa kuwa ni basic kabisa, kimsingi. Yani inatakiwa kuwa ni kitu ambacho kila anayemwamini Yesu anakijua kwa usahihi. Kwa bahati mbaya sana, hali halisi sio hivyo, na linaweza likaonekana kama gumu sana, lakini sio gumu sana, na Roho Mtakatifu atatusaidia kuweza kuelewa. Na kila mmoja wetu nitakapoelewa na kupata ufunuo halisi sahihi, litakuwa la msaada sana kwa namna ninavyotembea na Mungu, na kwa namna ninavyofanya mambo, na kwa namna ninavyosimama. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kuna kitu kinaitwa mtazamo mpana katika fikra ya mtu. Waingereza wanaita world view. Mtazamo mpana wa kifikra. Nikisema mtazamo mpana wa kifikra, tunauelewa. Nitaelezea kidogo. Kuna namna ambapo fikra zangu na zako zina mambo makuu ambayo ndio yanaamua namna ninavyoangalia vitu. Ninapata maana ya vitu kutokana na mtazamo wangu mpana wa kifikra, si ndio hivyo? Na mtazamo huu mpana wa kifikra katika maisha ya kawaida unajengwa na malezi, makuzi, taarifa ambazo tumeendelea kuzipata. Nikikuuliza kwa mfano swali, kwa nini unasema yule ndugu ni tajiri? Definition yako ya utajiri wa mtu au umaskini wa mtu inatokana na mtazamo wako mpana wa fikra, si ndio hivyo? Tunaelewa na watu wa Mungu Na ndio maana watu nasema kuna mtazamo wa kidunia na kuna mtazamo wa kimungu. Kwa hiyo kama watu wa Mungu imetupasa kujengwa mpaka tufikie kiwango kwamba mtazamo wetu umeathiriwa na maandiko. Hello? Kwa hiyo ninafanya tafasiri ya kitu bila hata kuhitaji kujua mstari gani, lakini kwa sababu fikra zangu, ufahamu wangu, mtazamo wangu umepikwa ukatengenezwa, nikafikia kiwango kwamba kule ndani naangalia kwa macho ya kweli ya Mungu. Na ili tufike hapo, ni muhimu sana tukawekeza katika mafundisho ya msingi yanayojenga hiyo fikra. Sasa moja ya jambo la msingi sana somo hili litakuwa linashughulikia ni kutengeneza mtazamo sahihi ndani yako, ili uanze kujiona kama Mungu anavyokuona, ili utafasiri mambo kwenye taswira ambayo Mungu anayo: umoja na Kristo, au muungano na Kristo, kuunganika na Kristo. Bwana asifiwe. Nimeshasema mara nyingi sana hapa kwa habari ya mtazamo, jinsi ulivyo na nguvu katika namna unavyoishi, na natoaga mfano rahisi wa kuvaa miwani. Ukivaa miwani ya kijani, dunia yote inakuwa kijani, lakini dunia haijabadilika, si ndivyo?
Hata vyekundu naviona kijani. Ukivaa nyekundu inakuwa nyekundu, ukivaa hivyo hivyo. Kwa nini? Inaathiri namna unavyoona. Kwa hiyo kama waamini lazima tufikie kiwango cha kutazama kupitia miwani ya neno la Mungu. Kila jambo lichujwe katika miwani, kama ambavyo nikitazama dunia nzima, nikivaa miwani miekundu inakuwa miekundu, ndivyo iwe kwangu. Nikitazama chochote nikione kulingana na neno la Kristo. Hata nikipita kwenye magumu niyaone katika mtazamo sahihi. Hata nikipita kwenye mepesi niyaone katika mtazamo sahihi. Mtu wa namna hiyo, huyo ndo amekuwa kiroho. Amina, Bwana asifiwe. Na mtu wa namna hiyo ndo Yesu akasema alisikia neno langu na kulitenda, kwa sababu huwezi ukafikia kiwango hicho kama ulitendee kazi neno. Amina. Amefananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake juu ya nini? Ya mwamba. Dhoruba ikapiga, mvua zikapiga, mafuriko yakaja, nyumba ikabaki imesimama. Na yule ambaye mtazamo wake bado ni wa kidunia amefananishwa na mtu ambaye amejenga nyumba kwenye mchanga. Ikitokea dhoruba yoyote, nyumba inaanguka. Wewe unachagua upande gani? Unataka kujenga wapi? Maisha yako yawe wapi? Sasa nisikilize vizuri kwenye hili somo. Hii ni moja ya somo linalotusaidia kujenga nyumba kwenye mwamba. Kama nilivyosema, umoja na Kristo ni moja ya somo la msingi sana katika Agano Jipya. Inamaanisha kwamba mwamini ameungamanishwa kiroho na Yesu Kristo, akishiriki katika maisha ya Yesu, kifo chake, ufufuo wake na haki yake. Hello? Tuko pamoja? Kwa ni ushiriki wa mwamini, ameungamanishwa na Roho Mtakatifu na Yesu, mwamini akishiriki katika maisha ya Yesu, yani Yesu alipokuwa hapa duniani. Hello? Bwana asifiwe. Alipokuwa anatembea Kapernaum, anaenda Yeriko, anaenda Golgotha, mimi nilikuwa ndani ya Yesu, na wewe ulikuwa ndani ya Yesu, na kushiriki maisha yake. Kifo chake, alipokwenda pale Kalvari, mimi na wewe tulikuwa ndani ya Yesu. Amen. Alipokufa na sisi, alipofufuka na sisi. Wangapi wanaamini walikufa pamoja na Kristo, kufufuka pamoja na Kristo? Sasa hii usichukulie tu yani juu. Yaani hii sasa ukienda ndo msingi wa kila kitu katika maisha ya mwamini. Na tunashiriki kwenye haki yake, na ndio maana sisi hatuna haki. Haki tulionayo ni haki ya Kristo. Ni hali ya kiroho ambapo waamini wako ndani ya Kristo na Kristo yuko ndani yao. Walio ndani ya Kristo, haleluya, na ambao Kristo yuko ndani yao, haleluya. Unaiona hiyo? Uko ndani ya kitu na chenye kiko ndani yako. Sasa it's amazing. Ni jambo zuri mno. Wangapi wanajua Kristo yuko ndani ya Baba? Wangapi wanajua Kristo yuko ndani ya Baba? Kwa ukiwa ndani ya Kristo, maana yake uko ndani ya nani? Na Yesu akiwa ndani yako, maana yake na Baba yuko ndani, na Roho yuko ndani. Umoja pamoja na Kristo ni uhusiano hai, si imani ya maneno tu, ni halisi. Ni muunganiko wa kiroho unaofanywa na Roho Mtakatifu. Ni msingi wa wokovu, ni msingi wa utambulisho wetu, na ni msingi wa maisha ya mwamini.
Tuko pamoja? Ni msingi wa nini nimesema? Ni msingi wa wokovu. Wokovu wetu msingi wake ni kwamba sisi tumeunganishwa na Kristo. Ukitoa hiyo, wokovu unakosa maana na nguvu na uhalisia. Lakini pia ni msingi wa utambulisho wetu. Kuna kipindi hapa tuliongea sana habari ya utambulisho, sisi ni akina nani. Utambulisho wowote tulionao msingi wake ni kwamba kwa sababu tuko ndani ya nani? Ya Yesu. Na Yesu yuko ndani yetu. Na maisha yetu yote, msingi wa maisha ya Mkristo uko kwenye umoja wa mwamini na Kristo. Tunaweza kufafanua zaidi umoja wa Kristo kuwa ni maneno yanayoelezea dhana ya mahusiano mbalimbali kati ya mwamini na Kristo, ambayo kupitia hayo Wakristo hupokea kila baraka ya wokovu. Na nitaelezea mahusiano yapi. Kwa hiyo umoja na Kristo unaelezea mahusiano ya aina tatu kati ya mwamini na Mungu ndani ya Yesu Kristo. Mahusiano haya katika maeneo haya manne. La kwanza, sisi tulioamini tuko ndani ya Yesu. Sawa? Tunapoongelea habari ya umoja na Kristo, tunaongelea sisi waamini tuko ndani ya Yesu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, Kristo yuko ndani yetu. Jambo la tatu, tunafanana na Kristo. Tuko ndani ya Kristo, Kristo yuko ndani yetu, tunafanana na Kristo. Na jambo la nne, tuko pamoja na Kristo. Huu ndio unatengeneza msingi wa wokovu wetu, msingi wa maisha yetu, msingi wa utambulisho wetu. Uelewa sahihi wa namna gani tuko ndani ya Yesu, na namna gani Yesu yuko ndani yetu, na namna gani tunafanana na Kristo, na namna gani tuko pamoja na Kristo ni wa msingi sana katika kujenga msingi imara wa maisha yetu ya wokovu. Mtu mmoja ananielewa? Umoja na Kristo ni kama neno kubwa moja linalomaanisha mahusiano yetu na Mungu katika Kristo katika vipengele vingapi? Vinne. Hello? Unanifuata? Umoja na Kristo, union with Christ, ni neno au ni summary inayoelezea mahusiano yetu na Mungu ndani ya Kristo. Ukisisitiza maeneo makuu mangapi? Manne. Eneo la kwanza, tuko ndani ya Kristo. Eneo la pili, Kristo yuko ndani yetu. Eneo la tatu, tunafanana na Kristo, na eneo la nne, tuko pamoja na Kristo. Unajua, ukijua haya utambulisho wako si unabadilika? Hello? Ukijua Kristo yuko ndani yako, alafu wewe uko ndani ya Kristo, alafu unafanana na Kristo, alafu Kristo yuko pamoja na wewe, utaanza kujitambulisha wewe ni panzi. Utakabiliana na pepo na wasiwasi. Ukienda mbele za Mungu kuomba, unaona mambo yanavyobadilika. Utaomba kama mtu asiyejulikana. Ukiwa unaamlisha kitu, halafu unauelewa huu kwamba wakati ninaamlisha, naamlisha nikiwa ndani ya Yesu, Kristo akiwa ndani yangu, niko pamoja na Kristo na ninafanana na. Maisha yako, utambulisho wako, wokovu wako, msingi wake ni kwenye hivyo vitu vinne. Wokovu ulionao msingi wake ni kwamba uko ndani ya Yesu, Yesu uko ndani yako,
umefanana na Yesu na Yesu yuko pamoja na wewe. Utambulisho wako, wewe ni nani? Kabla ya kusema naitwa Mama Grace, sema niko ndani ya Kristo. Kristo yuko ndani yangu. Niko pamoja na Kristo. Nafanana na Kristo. Mtu mmoja asema haleluya. Kabla ya kusema degree yako, kabla ya kusema wewe ni mtoto wa nani, kabla ya kusema una shilingi ngapi kwenye account, sema mimi niko ndani ya Kristo. Kristo yuko ndani yangu. Nafanana na Kristo. Kristo yuko pamoja nami. Karibu siku ya leo Jumatano tuweze kusonga mbele. Mtu mmoja sema haleluya. Ukienda kazini hata wakikusema, si unaona ujasiri ulionao? Unakuwa na ujasiri kama wa simba. Ukikabiliana na kitu chochote, unajua niko ndani ya Kristo. Kristo yuko ndani yangu. Mimi na Kristo tunafanana, na Kristo yuko pamoja nami. Inyeshe mvua liwake jua, chochote kinachosimama mbele yako, unajua niko ndani ya Kristo. Ndio maana zamani ulikuwa ukikutana na dhoruba, unapiga kwanza pambio, nimo ndani ya Yesu na burudika, nimo ndani ya Yesu na burudika. Na haya ni mahusiano halisi, sio ya kufikirika. Nataka uelewe, na ninakuombea, naomba ujiombee, ufikie kiwango cha kuamini na kujua kwa hakika ya kwamba wewe uko ndani ya Yesu Kristo. Kristo yuko ndani yako. Wewe ni kama Kristo na Kristo yuko pamoja na wewe. Ujapopita katika uvuli wa mauti, Kristo yuko pamoja nawe. Ujapopita katika changamoto, Kristo yuko pamoja nawe. Wajaposimama kinyume nawe, Kristo yuko pamoja nawe. Vita vijapoinuka mashariki magharibi, Kristo yuko pamoja nawe. Na uko ndani ya Kristo, na Kristo yuko ndani yako, na umefanana na Kristo. Mtu mmoja sema haleluya. Utambulisho wangu msingi wake ni kwenye hayo mambo manne. Wokovu nilionao msingi wake ni kwenye hayo mambo manne. Kristo ni mwenye haki, mimi ni mwenye haki. Kristo ameshinda mauti, nimeshinda mauti. Kristo ameshinda dhambi, nimeshinda dhambi. Kristo alifufuka, nimefufuka, nitafufuka. Kristo anaishi milele, naishi milele. Piga kelele haleluya. Nimo ndani ya Yesu na burudika, nimo ndani ya Yesu na burudika. Haleluya. Wangapi wanajua Kristo amewazunguka? Maana ukisema ukiwa na Yesu, manake yuko pamoja na wewe. Hawi pamoja na wewe tu wakati ni mzima, unaumwa, umechalala, una shida, Kristo yuko pamoja na wewe. Biashara yako imeinuka au imeshuka chini, Kristo yuko pamoja na wewe. Mtu mmoja sema glory. Hii ni hali, haijalishi nini kinaendelea kwenye maisha, inajalisha nini kilitokea tayari. Mungu wetu alikwisha kupanga, akasema sisi tu pamoja na Kristo. Sisi tuliokuwa wengi tumevutwa, tukaingizwa, tukafanyika kuwa mwili mmoja wa Kristo. Kanisa linapotembea, Kristo anatembea. Kanisa linaposema, Kristo amesema. Kanisa linaposimama, Kristo anasimama. Mtu mmoja anisaidia sana haleluya. Sisi ni sehemu ya Kristo. Sisi tuliokuwa wa Makonde, tuliokuwa wa Sukuma, tuliokuwa wa Nyiramba, tuliokuwa wa Chaga, Kristo ametuvuta akatuweka katika mwili wake, tukatengeneza kitu kimoja kinaitwa mwili wa Kristo, na kichwa ni yeye mwenyewe. Tumo ndani ya Yesu.
Kristo yuko ndani yako. Wewe uko ndani ya Kristo. Kristo yuko pamoja nawe. Kristo tunafanana naye. Haki ya Kristo ndio haki yangu. Nimeivaa haki ya Kristo. Nimevaa utakatifu wa Kristo. Nimevaa ushindi wa Kristo. Nimevaa mamlaka ya Kristo. Kama Kristo hakushindwa na mauti, nami siwezi kushindwa na mauti. Kama Kristo alikaa kaburini siku 3, siku ya 3 akafufuka, nami nijapolala siku parapanda ikilia nitafufuka. Kila aliyelala ndani ya Kristo Yesu analo tumaini hilo, ya kwamba siku parapanda ikilia, sote tuliolala, wote waliolala katika Kristo Yesu watafufuka. Kwa nini? Wakati Kristo anafufuka na wao walifufuka. Tunasubiri siku hiyo Yesu akirudi. Kilichotokea siku ya Pasaka kitajidhihirisha tena katika maisha ya watu. Mtu mmoja sema haleluya. Walio ndani ya Yesu Kristo sema niko ndani ya Yesu. Yesu yuko ndani yangu. Nafanana na Yesu. Yesu yuko pamoja nami. Yesu yuko pamoja nasi. Yesu yuko ndani yetu. Tumegeuzwa na kumfanana Kristo, na tumefichwa ndani ya Kristo. Uhai wangu umefichwa pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Adui akiinuka hawezi kunifikia, maana uzima wangu, maisha yangu, uhai wangu umesiribwa ndani ya Yesu Kristo. Mtu mmoja piga kelele haleluya. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu anaelewa? Unatambua wewe ni nani? Na hata kama uliokoka Jumapili iliyopita, tayari haya mambo yanakuhusu. Sio kwa wale waliokaa muda mrefu. Tuko ndani ya Kristo. Kauli ndani ya Kristo haina maana moja, bali inaelezea aina mbalimbali za mahusiano yetu na Mungu katika Kristo. Yaani kuna mambo matatu tena. Maana ya kuwa tu ndani ya Kristo yako mambo matatu yanayomaanisha tu kuwa ndani ya Kristo. Yako manne yanayomaanisha kuwa katika umoja na Kristo. Alafu yako matatu yanayomaanisha kuwa ndani. Usichanganye. Hapa sijaanza, hapa naongelea ndani ya Kristo sasa. Alafu baadaye tuongelea Kristo ndani yako. Jambo la kwanza, tunaposema tuko ndani ya Kristo, tunamaanisha tuko katika mpango wa milele wa Mungu ndani ya Kristo. Na jana waliohudhuria kwenye zoni tulianza kugusia eneo hili, likituonyesha ni kwa namna gani kabla ya misingi ya dunia kuumbwa Mungu alituchagua ndani ya Yesu. Amina. Kwa jambo la kwanza, maana ya kuwa ndani ya Yesu ni kwamba tuko katika mpango wa milele wa Mungu ndani ya Kristo Yesu. Milele manake milele ya nyuma na milele ya mbele. Kabla hujazaliwa na huko kote, siku zote. Sisi katika fahamu ya katika Mungu alivyokuwa anaumba dunia, kabla ya dhambi kutokea, tulikuwa kwenye mind yake, fahamu wake. Kwa ile fundisho la kusema, kwa mfano, dunia ilianza Adamu alipotenda dhambi, Mungu akaleta mpango mwingine. Hakuleta mpango mwingine, alikuwa na mpango huu ulikuwepo kabla ya kuumbwa kwa misingi ya dunia. Akiwa wa hivyo, huyo sio Mungu. Mungu hakustukizwa. Yeye anasizi kuwa Mungu. Kwamba alikuwa hajui mpaka Adamu alipofanya dhambi ndio akasema, sasa ngoja nibadilishe plan. Plan yangu ya kwanza ilikuwa kupitia Mungu. Anajua yote. Na Mungu alijua nini kitatokea. Ndio maana akaandaa mpango kabla ya kutokea. Akatuona tukiwa ndani ya Yesu Kristo. Tutakwenda kwenye undani wa hiyo. Cha pili, kwenye kuwa ndani ya Yesu manake wakati wa maisha ya Kristo hapa duniani tulikuwa ndani ya Yesu. Maana ya kuwa ndani ya Yesu, na tutafafanua yote. Yaani wakati Yesu anatembea,
anazunguka huku na huku. Mungu alikuwa anatuona sisi ndani ya Yesu kabla hata hatujazaliwa. Mama Ushindi, yaani wakati Yesu anazunguka, wewe hujawahi kufika Mashariki ya Kati, lakini uliwahi kufika ulipokuwa ndani ya Yesu. Uliwahi kutembea mitaa ya Kapernaumu. Haleluya. Tukiwa ndani yake. Kumbuka kuwa ndani, muungano wetu ni unganiko la kiroho linalofanywa na Roho Mtakatifu kati ya waamini na Yesu. Usisahau. Sije ukaleta fundisho jingine katengeneza vitu vyako. La tatu, katika maisha yetu ya sasa baada ya kuokoka, kwa kuna vipengele vitatu. Cha kwanza, ndani ya Kristo katika mpango wa umilele wa Mungu. Sema hilo. Maana ya ndani ya Yesu ni kwamba tuko katika mpango wa Mungu wa umilele ndani ya Yesu. Hilo limeeleweka. La pili, wakati wa maisha ya Yesu sasa. Unajua pale Yesu alikuwa hajakuweko, yani hajazaliwa kwa maana ya duniani, lakini Yesu alikuweko siku zote kwa sababu yeye ni Mungu. Hello? Alipozaliwa, hicho ndio kipengele cha pili cha kuwa ndani ya Yesu. Sisi tulikuwa ndani ya Yesu, yani Mungu alikuwa anatuona tumo, na nitakuelezea baadaye. Alipokuwa kwa mfano anaiadhibu dhambi kwa Yesu, alikuwa anaiadhibu kwa sababu sisi tulikuwemo. Anaadhibu dhambi ya kwetu sisi, sio ya Yesu, kwa maana Yesu hakuwa na dhambi. Na mwenye haki hakutakiwa kuadhibiwa, ila mwenye dhambi ndio alitakiwa kuadhibiwa. Kwa sababu tulikuwa ndani yake, na dhambi zetu hata ambazo kwa tujazifanya zikaingizwa, akafanyika kuwa dhambi, ndio maana akaadhibiwa. Na nielewa sasa eh? Hello? Lakini tutaona kwa undani. Lakini pia huo ni upande mmoja. Ule upande mwingine, kwa sababu yeye aliitimiza haki yote itokanayo na sheria. Wangapi wanajua kwamba Yesu alitimiza haki yote itokanayo na sheria? Sheria ilitaka hivi, lazima uitunze Torati yote bila kukosea hata nukta, ndipo ungehesabiwa mwenye haki kwa matendo ya sheria. Hello? Hello? Kama ulikuwa hujui, ndio hivyo. Kwa hiyo wewe utakaye kujihesabia haki kwa matendo ya sheria, haki ya sheria inapatikana kwa mtu kuitimiza sheria yote. Kwa hiyo Yesu kama mwakilishi wetu hapa duniani, ndio maana alivaa mwili wa nyama ili aitimize sheria katika nyama. Hello? Ili sisi tuliokuwa tumeshindwa kuitimiza sheria katika nyama, tuitimize kupitia yeye, kwa maana alipokuwa anatimiza tulikuwa ndani yake. Kwa hiyo alipotimiza na sisi tulitimiza. Lakini sio nje ya Yesu. Kwa alipokuwa anaishi, ndio maana tunaongelea alipokuwa akiishi hapa duniani. Na la tatu, si akaondoka, si ndivyo? Kwa hiyo naongelea kabla ya Yesu kuzaliwa, tulikuwa ndani ya Kristo kwa sababu tulikuwa katika mpango wa umilele wa Mungu ndani ya Yesu. Hilo tumeelewana? Baada ya Yesu kuzaliwa, tulikuwa ndani ya Yesu Kristo kwa maana mbili. Yesu alikuwa mwakilishi wetu, representative, akiwakilisha wanadamu. Kwa hiyo chochote cha haki alichokifanya, alikifanya kwa niaba yetu, kwa ajili yetu, na sisi tunahesabiwa kukifanya kwa sababu tulikuwa ndani yake. Tuko pamoja? Upande mwingine, chochote tulichokuwa tunastahili, Yesu alipoishi hapa alikuwa mbadala wetu. Alifanya mambo mawili, alikuwa mwakilishi wetu na mbadala wetu. Hayo yote lazima uyajue vizuri. Msisitizo mkubwa umekuwa kwenye mbadala wetu,
lakini kweli alikuwa mbadala wetu, lakini pia alikuwa mwakilishi wetu. Mwakilishi kwa upande alipoyasema, alipoyafanya yaliyotakikana kufanyika, ambayo sisi tulikuwa tumeshindwa kuyafanya, yakahesabiwa kwetu. Na ndio maana leo tunapokea haki isiyo ya kwetu, bali haki ya Kristo Yesu. Umejiuliza hiyo haki ya Yesu ni ipi? Ya kuitimiza torati yote. Ndio maana mimi na wewe tunaipokea bure. Hello? Ndio maana ya neema, ndio maana ya zawadi. Ndio maana tunasema hufanyii kazi wokovu, lakini sio kwamba wokovu haukufanyiwa kazi. Wokovu ulifanywa kazi na Yesu kwa niaba yako. Ulipokuwa ndani yake ulimaliza kufanyia kazi, ili leo usikufanyie kazi tena, upokee kwa njia ya imani. Mtu mmoja sema haleluya. Sasa kwa hiyo mawili. La tatu sasa, tuko ndani ya Yesu. Tuko ndani ya Yesu kivipi leo? Yesu alishaondoka. Amina. Tunaelewana? Kwa kipengele cha tatu ambacho katika maisha yetu ya sasa baada ya kuokoka, tuko ndani ya Yesu katika namna 4. Kwa hiyo katika maisha yetu ya sasa baada ya kuokoka, tukoje ndani ya Yesu? Moja, tumekufa na kufufuka pamoja na Yesu. Ndio maana ya kuwa ndani ya Yesu kwa sasa. Ukiacha ile wakati Yesu anaishi, na yenyewe ina maana yake, ndio imetuletea matokeo, na ile ya umilele. Sio kama vimeisha, lazima uwe navyo. Hiki kipengele kingine, sema nimekufa na kufufuka pamoja na Kristo. Kwa manake nilikuwa pamoja, niko kwenye sasa state yangu, hali yangu ya sasa ni mtu niliyekufa pamoja na Kristo, na ni mtu niliyefufuka pamoja na Kristo. Kwa sababu alipokuwa nakufa pale, hicho kitu kilitokea, lakini kilikuwa kwenye mawazo ya Mungu, kwa sababu mimi nilikuwa bado sijaanza kuishi. Unanielewa eh? Yaani wakati Yesu anaenda msalabani, ilikuwa ni picha Mungu anayo kwamba mimi nimekufa pamoja na Yesu pale, kwa sababu sikuwepo bado. Lakini sasa baada ya Yesu mimi kuja kuzaliwa na kuokoka, sasa ndo uhalisia wa hicho kitu, kwamba sasa niko ndani ya Yesu, kwa maana nimekufa na kufufuka pamoja na Yesu. Na kufa na kufufuka pamoja na Yesu kuna mambo yake. Amina. Mtu aliyekufa pamoja na Yesu amekufa kwa habari ya dhambi. Aliyefufuka pamoja na Yesu kafufuka katika uzima mpya, katika maisha ya ushindi. Unaona jinsi ilivyo msingi? Unaelewa eh? Ndio maana kuna vitu usipokuwa na uelewa kama huu, mtu anaweza kukwambia uliyeokoka umelaaniwa. Si ndio hivyo? Na wewe ukafanya nini? Ukakubali. Lakini kuanzia leo ukielewa hivi, mtu akikwambia umelaaniwa wanayo kazi. Mwambie jirani yako wanayo kazi. Unamcheki juu chini, kwa sababu hiyo inahusu utambulisho. Si ndio hivyo? Laana ni laana ni nini? Kwa sababu hiyo inahusu utambulisho. Na mimi msingi wangu wa utambulisho hauko kwenye kusoma Agano la Kale, nini kilitokea kwa Elia na Musa. Msingi wangu wa utambulisho uko kwenye kweli kwamba mimi nimeunganikana na Yesu. Natambulika kwa hilo. Hebu fikiria tu kwenye hali ya kawaida, wala usiende kimaandiko sasa. Fikiria tu kwenye hali ya kawaida. Uko ndani ya Yesu afu umelaaniwa, na yeye yuko ndani yako afu umelaaniwa. Maana yake na Yesu na yeye amelaaniwa kwa sasa. Maana yake ndio. Jambo la pili, ili niende katika mtiririko huu katika maisha yetu ya sasa. Kumbuka ya kwanza, tuko katika mpango wa milele wa Mungu ndani ya Yesu Kristo. Wakati wa maisha ya Yesu Kristo hapa duniani tulikuwa ndani yake. Na la tatu, katika maisha yetu ya sasa baada ya kuokoka, lina mambo 4 usiyasahau. Unaona huo mtiririko eh? La kwanza nimeshalisema, tumekufa na kufufuka pamoja na Kristo. La pili, tuna uzima mpya ndani ya Yesu Kristo.
tuna uzima mpya. Mwambie jirani yako, nina uzima mpya ndani ya Yesu. Na ndio maana mwandishi wa kitabu cha Wakorintho wa pili 5:17 anasema, tazama, imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu amekuwa nini? Ya kale na sasa amekuwa. Ndo msingi wake. La tatu, yote tutendayo yanaweza kufanyika ndani ya Kristo, au tunayafanya ndani ya Kristo yote kwa sasa. Ndio maana hata tukikemea tunasema kwa jina, ndani ya Kristo tuna uzima, ndani ya Kristo tunafanya vyote. Na la nne na la mwisho, waamini wote kwa pamoja ni mwili mmoja ndani ya Kristo. Ndio maana tuko ndani ya Kristo kwa sasa. Kwa wewe na mimi, haya manne yanakuhusu sasa, lakini na yale mengine yanakuhusu, kwa sababu alipokufa, usipoelewa alipokufa nini kilitokea, tutarudi kwa Warumi. Anasema aliposulubiwa, tulisulubiwa pamoja naye. Kwa hiyo utu wetu wa kale ukafanya nini? Ukasulubiwa. Kwa hiyo utambulisho wako hauwezi ukajitambulisha kwa hasira za Kimasai, kwa sababu zimesulubiwa. Hello? Na mtu hawezi kuanza kusema hii dhambi imenishinda. Huwezi kusema hivyo ukijua, kwa sababu imesulubiwa. Haijasulubiwa leo. Yesu alipoangikwa msalabani, na yenyewe ilisulubiwa. Mimi nilisulubiwa pamoja na Kristo. Utu wangu wa kale ulipigwa msalabani pale, alafu nikazikwa pamoja na Kristo, na yenyewe ukazikwa. Alafu kama Kristo alivyofufuka katika upya, na mimi nikafufuka katika upya. Mtume Petro anasema ule uhai wetu sasa, yani hivyo vyote Yesu umefichwa pamoja na Mungu katika Kristo. Sasa ulifichwa. Yesu alipomaliza, ngoja nikupe hii preamble ili tutakapoendelea kuangalia hapa uelewe. Nikupe picha, trailer. Mwambie jirani yako, movie inaandaliwa trailer. Unajua trailer? Kichombezo cha kwenye movie. Wengine hamjui, siku hizi mnaangalia movie zote. Sisi ukionyeshwa trailer ndio inakuvutia, unaenda kulipa hela. Tumesema umoja na Kristo, au union with the Christ. Umoja na Kristo ni mojawapo ya kweli kuu sana. Inamaanisha kwamba mwamini ameungamanishwa kiroho na Yesu Kristo, akishiriki katika maisha yake, kifo chake, ufufuo wake na haki yake. Ni hali ya kiroho ambapo mwamini au waamini wako ndani ya Yesu Kristo na Kristo yuko ndani yao. Umoja na Kristo ni uhusiano hai, si imani ya maneno tu. Ni muunganiko wa kiroho unaofanywa na Roho Mtakatifu, msingi wa wokovu wetu, utambulisho na maisha ya Mkristo. Kwa hiyo msingi wa wokovu, msingi wa utambulisho wetu, msingi wa maisha yetu ya Ukristo ni umoja na Kristo. Tunaweza fafanua zaidi kuhusu umoja na Kristo kuwa moja ni maneno yanayoelezea dhana ya mahusiano mbalimbali kati ya mwamini au waamini na Kristo, ambayo kupitia hayo Wakristo hupokea kila baraka za wokovu. Kwa lugha nyingine, baraka zote za wokovu tunazipokea kwa sababu tuko ndani ya Kristo. Moja. Pili, Kristo yuko ndani yetu. Tatu, tunafanana na Kristo. Nne, tuko pamoja na Kristo. Amina. Baada ya hapo sasa tukaanza kipengele kimoja, tuko ndani ya nani? Ya Kristo. Kauli ndani ya Kristo haina maana moja, bali inaelezea aina mbalimbali za mahusiano yetu na Mungu katika Kristo, yaani vipengele vitatu, na kile cha tatu na chenyewe kina vinne. Kwa vipengele hivyo: moja,
tuko katika mpango wa milele wa Mungu ndani ya Kristo. Ndio maana ya kuwa ndani ya Kristo, kwamba tuko ndani ya Kristo. Cha pili, wakati wa maisha ya Yesu hapa duniani tulikuwa ndani ya nani? Ya Yesu au ya Kristo. Na la tatu, katika maisha yetu ya sasa baada ya kuokoka tuko ndani ya nani? Na maana ya kuwa ndani ya Yesu sasa, maisha haya ya leo, maana yake tumekufa na kufufuka pamoja na Yesu. Piga kelele, nimekufa na kufufuka pamoja na Yesu. Ya pili, tuna uzima mpya ndani ya Yesu. Ya tatu, yote tutendayo yanaweza au yanafanyika ndani ya Yesu Kristo. Na la mwisho, waamini wote kwa pamoja ni mwili mmoja ndani ya Yesu. Sasa Jumapili ijayo tutaendelea sasa katika vipengele vya kuwa ndani ya Yesu. Tunaanza kimoja kwenda cha pili kwenda cha tatu. Usipokuja Jumapili ijayo ndo changamoto, utakuwa umekomea ya leo na unaweza usiwe na uelewa mzuri. Na nakuombea Bwana akupe neema na atupe neema tulimalize hili somo kwa ushindi. Hili ni moja ya chujio la kiroho. Amen. Moja ya nini? Chujio la kiroho inayotusaidia kujitambua. Unajua, tumekuwa tunaomba tupate ufunuo wa Kristo, lakini pia tunaomba na sisi tupate ufunuo wa sisi ni akina nani katika Kristo. Hivyo vitu viwili ni vya muhimu sana ndani ya maisha ya muamini. Pata ufunuo wa Kristo, mjue sana Kristo, lakini pia na wewe jua nafasi yako ndani ya Kristo. Ukivimaliza hivyo viwili, unaweza ukaishi bila fundisho jingine. Mimi nakwambia. Na utasoma mengine inakuwa ni rahisi. Ukienda kwenye Biblia utaisoma kwenye mtazamo sahihi. Utakuwa umemjua Yesu ambaye ndio ajenda kubwa ya maandiko. Amina. Ajenda kubwa ya Biblia ni kumfunua Yesu na wokovu. Yaani kumfunua Yesu na alichokifanya ambacho ndio wokovu. Alafu sisi ndio subject wakubwa, walengwa wa ufunuo wa Yesu ni sisi. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo watu wa Mungu? Sasa simama umwombee jirani yako apate ufunuo wa haya tuliojifunza. Na mengine utakayojisikia kumwombea. Jirani yako yoyote. Ombea hata wawili. Muombe mmoja, ukimaliza unaenda kwa mwingine, ukimaliza unaenda kwa mwingine. Hata wawili watatu. Unamuuliza kwanza jina kama umjui. Alafu unamwombea. Baba Mungu, nashangaa kabisa